Hello Tanzania. Tupo kwenye majira tena ya Disemba 2025 na Jumapili hii ya tarehe 7 ya Disemba 2025, nyumba ya Injili inayobarisha chini ya mchungaji kiongozi Pastor Adriano Makazi amekuandalia ibada maalum kabisa, ibada ambayo itakwenda kudili na kushughulika na eneo la uzalishaji. Eneo la uzalishaji ni pale mahala ambapo ndipo kuna chanzo cha mapato yako, kuna chanzo cha furaha yako, kuna chanzo cha baraka yako. Na tumekuandalia ujumbe ambao utakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu pamoja na maombi ambayo yatakwenda kuondoa kila kilichokalia chanzo chako cha mapato, chanzo chako cha furaha, ambacho ndicho eneo lako la uzalishaji. Unajua, eneo lako la uzalishaji linaweza likaatamiwa na vitu kama vinne. Cha kwanza, laweza kuatamiwa na roho ya mauti. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana ile sura ya 12, ukisoma kuanzia ule mstari wa kwanza, kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ana mimba na yuko katika utungu katika kuzaa. Maandiko yanasema joka mkubwa akasubiri ili azapo amle mtoto. Unaweza kuona kwamba kuna mauti inaweza kusubiri kwenye chanzo cha udhalishaji, kwamba chochote kinachozalishwa kiweze kuuawa. Lakini pia haitoshi, inaweza kuwa kwenye chanzo chako cha uzalishaji au eneo lako la uzalishaji ikakaa roho ya utasa. Utasa maana yake usiwe na kitu, utasa maana yake upungue, utasa maana yake usiongezeke. Kuna watu umekaa kwenye eneo kwa muda mrefu, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, wengine ni mwaka wa 10 sasa, hujawahi kuona matokeo yoyote au hujawahi kuona maana yoyote ya kukaa mahali hapo. Nadhani kuambia hivi, waweza kukaa eneo zuri lakini kumbe limeatamiwa na roho ya utasa. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 2 na ule mstari wa 19, watu wa Yeriko wakamwendea mtumishi wa Mungu Elisha, wakamwambia, tazama, nchi ni nzuri kama nini, lakini maji yake hayafai, maana nchi inazaa mapoza. Unaona, nchi ni nzuri, mahali ni pazuri, lakini maji yake hayafai kwa sababu nchi inazaa mapoza. Lakini pia inaweza kuwa eneo lako la uzalishaji limekaliwa na roho ya kuzaa mapoza au limekaliwa na roho ya uharibifu. Na nikwambie, tumeandaa maombi ambayo yatakusaidia wewe usibaki ukiendelea kulia. Ufumbuzi wako umekuja. Roho Bwana yuko juu yangu ili kukuletea ufumbuzi wa kila eneo la maisha yako. Mungu akubariki sana. Nikukaribisha Jumapili hii ya tarehe 7 Disemba 2025 katika kanisa la Injili inayobadilisha ambao lipo Kimara Suka, Dar es Salaam. Ibada itaanza saa 3 asubuhi mpaka saa 7:30 mchana. Usikose kumwalika jirani yako, familia yako na ndugu yako. Njoo ili ukombolewe. Mungu akubariki sana. Waweza kutufuata na kutufuatilia na ukasikia na ukaona jinsi matendo makuu ambayo Bwana anayofanya kwenye akaunti zetu za kanisa la Injili inayobadilisha. Waweza kuandika tu kanisa la Injili inayobadilisha na ukapata kujua na kupitia vitu kadha wa kadha ukajiridhisha. Mungu akubariki sana. Kwa majina naitwa Pastor Adriano Makazi, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Injili inayobadilisha. Namba yangu ya simu ya WhatsApp ni 0668318880. Mungu akubariki. Tuonane Jumapili ijayo. Asante. Haleluya.